Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana kuwepo hapa leo katika kongamano hili muhimu, na shukrani ziende kwa waandaaji wa kongamano hili ambao linakwenda sambamba na kuadhimisha miaka 20 ya chuo chetu MUM. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kukipanua na azidi kukipa maendeleo. Mada niliombwa ni hudhurishe ni kuimarisha umoja na uongozi wenye maono ya leo na kesho kwa umma wa Kiislamu. Mada hii ni muhimu na mimi nilikuwa nimeiandaa kwa dakika 40 lakini nimeambiwa chini ya dakika 20 nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, na sikuiandaa katika PowerPoint, kwa hiyo naomba focus zenu zote zije kwangu mimi inshallah. Umuhimu wa mada huu unakuja na sababu kubwa tatu. Kwanza, zama tulizonazo ni zama ambazo uwepo wetu kama umma unategemea sana umoja wetu na mshikamano, na katibu mkuu wa BAKWATA alizungumza katika ufunguzi mengi yanayohusiana na swala zima la umuhimu wa umoja na mshikamano kama taasisi za Kiislamu, lakini kama umma wa Kiislamu. Lakini sababu ya pili ni aina ya watu ambao tumekutana nao hapa, viongozi wa taasisi mbalimbali ambao haya watakayoyasikia hapa watakwenda kuyaingiza katika utendaji na utekelezaji katika taasisi yao. Lakini umuhimu wa tatu ni mahala tulipo. Hiki ni chuo kikuu cha kwanza cha Waislamu wa Tanzania, chimbuko la elimu, chimbuko la tafiti, tanuri ambalo linaandaa viongozi wa leo na wa kesho wa umma wetu wa Kiislamu. Hivyo ndugu zangu ambao tumehudhuria hapa, tuangalie kwa haraka hali ya umma wetu wa Islam kwa ujumla. Katika utafiti ambao umefanywa na Dr. Tariq Suwaidan, mmoja katika watu nguli sana katika masuala ya uongozi, alikuta kuwa katika utafiti wake kwamba umma wetu unakabiliwa na matatizo matatu makubwa. Lakini kabla sijayazungumza, mimi binafsi nikakimbilia kwa Sheikh na Mufti Artificial Intelligence na nikamuuliza matatizo makubwa ambayo umma wa Kiislamu unakabiliana nayo, na Artificial Intelligence liniambia la kwanza ni disunity and sectarianism. Kwa Kiarabu maana yake al-firqa wal-inqisam, watu kufarakana na kuwa makundi na matapo tofauti. Hilo tatizo la kwanza. Hii ni kwa mujibu wa Artificial Intelligence. Tatizo la pili ni political instability and oppression, al-ittirabati siyasiya wa dhulm, yani ile mchafuko ya kisiasa pamoja na dhulma ambayo inatokea katika jamii yetu ya Kiislamu. Tatizo la tatu, culture and intellectual decline, al-inhidari thaqafi wal ilmi, kurudi nyuma katika ustaarabu wa Kiislamu na katika masala mazima ya kielimu. Kwa hiyo haya yalikuwa ni majibu ya Artificial Intelligence tulipouliza kuhusiana na matatizo makubwa ambayo umma wetu wa Kiislamu unakabiliana nayo. Maeneo haya matatu ndio maeneo ambayo Waislamu wengi wameyazungumzia, na ndio maana ikareflect katika Artificial Intelligence. Sasa turudi kwa Dr. Tariq Suwaidan, mmoja katika wataalamu wakubwa katika masuala ya uongozi. Yeye anasema umma wetu wa Kiislamu unakabiliwa na matatizo makubwa matatu vile vile. La kwanza, thinking, kufikiri. Hili ni tatizo kubwa kuliko tatizo lolote, na Waislamu wengi ambao nimekutana nao katika semina, katika makongamano, tukijaribu kuuliza kwamba mnadhania kama umma tunakabiliwa na tatizo gani, wengi walikimbilia katika farka, hatuko sawa, hatuko wamoja. Wengi walizungumzia hicho kitu, lakini ukweli Dr. Suwaidan anasema farka ni matokeo ya tatizo, lakini sio tatizo lenyewe. Tatizo lenyewe lipo la kwanza katika thinking, fikra zetu sisi kama umma. Tatizo la pili ambalo Dr. Tariq Suwaidan anasema ni leadership, uongozi. Hili ni tatizo kubwa ambalo umma wetu wa Kiislamu unakabiliana nalo. Na tatizo la tatu ni behavior, un-Islamic behavior, tabia zetu ambazo hazina mahusiano na mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Haya ni matatizo matatu makubwa
ambayo umma wetu wa Kiislamu unakabiliana nayo kwa mujibu wa utafiti wa Dr. Tariq Suidan. Tukianza na thinking kwa haraka, thinking au kufikiri ni ibada muhimu kabisa ambaye ndiyo alianza naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuteremshiwa wahi. Alikuwa anajificha, anajitenga na anafanya deep thinking, kuangalia matatizo ambayo jamii yake inakabiliana nayo kwa wakati ule kabla hajapewa wahi. Wahi wa kwanza au sunna ya mwanzo alianza Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni thinking. Hata Jibril alipomkuta katika pango alimkuta katika hali ya kufikiri. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha umuhimu wa kufikiri katika Uislamu. Na Qur'an vile vile imehimiza kufikiri. Aya ziko nyingi, wataalamu wanasema zaidi ya aya 80 ndani ya Qur'an zimegusia umuhimu wa kufikiri, umuhimu wa kutaamal, kuzingatia, umuhimu wa kuchambua na umuhimu wa kutumia akili katika kuyaendea mambo. Aya zaidi ya 80 ndani ya Qur'an. Na miongoni mwa aya hizo ni katika aya ambayo ipo katika sura Al-Imran, aya 190, 191, mtakwenda kurudia nyewe kuisoma. Yote inazungumzia kufikiri, kwa sababu ya muda sitoweza kuisoma. Sura Al-Imran aya 190 na 191, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuisoma aya hiyo akasema, wailun, ole wake, liman qara'aha wa lam yatafakkar, atakayeisoma aya hiyo iliyopo katika sura Al-Imran halafu isimpelekee katika kufikiri, ole wake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakionyesha umuhimu wa sisi Waislamu kutafakari, kufikiri katika mambo yetu yanayohusu jamii yetu ya Kiislamu. Ndugu zangu, umma wetu leo unakabiliwa na vita kubwa ya kifikra, vita ambavyo ni hatari kuliko vile vita ambavyo Waislamu walipambana na Wamongoli. Vita vya sasa hivi ni hatari kuliko vita vile, kwa sababu ni vita vya kifikra, vita ambavyo vinalenga kufuta ule ustaarabu na utamaduni wa Kiislamu, kuufuta kabisa. Mwandishi mmoja au thinker wa Marekani anaitwa Francis Fukuyama. Mavijana mtaenda mtamgogo, mtamwangalia ni nani Francis Fukuyama. Huyu ni thinker, mwandishi wa Kimarekani, mtafiti, na tafiti zake zinatumiwa kutengeneza sera za Wizara ya Mambo ya Nchi ya Nje za Marekani. Katika utafiti wake mwishoni alifikia akaandika kitabu kinachoitwa The End of History and the Last Man. Katika kitabu kile kwa ufupi amezungumzia kuonyesha kwamba kumekuwa kuna siraa au vita vya utamaduni kuanzia azali. Tamaduni zinakuja zinaondoka, zinakuja zinaondoka, lakini utamaduni wa Kimagharibi ndio utamaduni wa mwisho. Hakuna utamaduni mwingine utakokuja baada ya hapo. Binadamu amefikia katika kilele cha ustaarabu. Kwa hiyo hakuna utamaduni utakaokuja kuupindua au kuupiku utamaduni wa Kimagharibi, kama ambavyo kwa kuna utamaduni wa Kigiriki ukaja ukaondolewa utamaduni wa Kirumi, ukaja ukaondolewa hivi kama ilivyokuwa. Itakuwa hakuna utamaduni mwingine zaidi ya utamaduni wa Kimagharibi na sera zake za demokrasia, haki za binadamu, uhuru wa maoni. Yeye akaandika kitabu ambacho akakiita The End of History and Last Man. Mwandishi mwenzake ambaye anaitwa Samuel P. Huntington, naye vile vile ni thinker wa Kimarekani na anafanya kazi katika sehemu moja ambaye anafanya kazi Fukuyama. Yeye akampinga, lakini akampinga kimaandishi na kwa utafiti. Yeye akasema hapana, usipotoshe na usidanganye. Haijafikia kwamba ustaarabu wa Kimagharibi ndio umekuwa ustaarabu wa mwisho, bali yatakayotokea baada ya hapo ni makubwa zaidi. Yeye akaandika kitabu akakiita The Clash of Civilization, mapambano ya kistaarabu na ya kitamaduni. Na katika kitabu chake akaelezea na kusema kwamba vita vinavyokuja mbeleni sio vita vya kisilaha, bali ni vita vya kitamaduni, na utamaduni pekee ambao hauyeyuki ni utamaduni wa Kiislamu. Ukienda kusoma kitabu kile utakuta ameelezea utamaduni wa Kichina, si utamaduni nyinginezo, lakini ameelezea kwa kina zaidi kuhusiana na utamaduni wa Kiislamu, na kwamba utamaduni huu ndio tishio la ustaarabu wa Kimagharibi kama hatutachukua hatua za maksudi kuhakikisha kwamba tunapambana na tamaduni huu wa Kiislamu. Na katika maelezo yake alisema the future wars will be fought not between countries but between cultures. Vita vinavyokuja sio baina ya nchi na nchi,
bali ni baina ya tamaduni kwa tamaduni nyingine. Kwa hiyo wenzetu kupitia thinkers wao wakaandaa mikakati ya kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kupambana na utamaduni wa Kiislamu na kuondoa kabisa katika mgongo wa ardhi. Wakaja na mikakati mingi sana. Muda hauruhusu kuizungumzia mikakati hiyo, lakini uelewe tu kwamba vita ambavyo vipo sasa hivi ni vita vya kifikra, ni vita vya kitamaduni ambavyo wanahistoria wetu wanatuambia ni vita vikubwa kuliko vilivyotokea katika zama zilizopita. Ndugu zangu, tunachokishuhudia leo katika jamii yetu ya Kiislamu, sisi kutokuwa na dira ya pamoja, yamezungumzwa mengi kuanzia asubuhi. Kutokuwa na vipaumbele, yani hata tujui vipaumbele vyetu ni vipi vinavyotuunganisha. Farka inatokea miongoni mwetu kwa sababu ya mambo ambayo ni matawi madogo sana, yani hayana uzito huo wa kutufarikisha. Yote haya ndugu zangu ni matokeo ya vita hivyo ambavyo vinapigwa bila sisi wenyewe kufahamu kwamba haya athari tunazoziona sasa hivi, faraka tunazoziona sasa hivi ni kutokana na vita ambavyo vya kitamaduni vinavyopigwa katika umma wetu wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa ni anashushiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alikuwa amejizungushia au ameweka pembeni yake watu ambao wanaitwa think tanks, yani watu kazi yao kufikiri na kumshauri. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anateremshiwa wahi, lakini haitoshi akawa anakaa na ana kundi la watu ambao kazi yao ni kufikiri na kumshauri Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala mbalimbali. Hawa katika lugha ya kidini wanaitwa ahlul hal wal aqd, yani ni watu wa kushauri. Ahlul hal wal aqd tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaruhusu Waislamu wote watoke, anamwambia fulani bakini, kuna issue nataka tuzungumze, kuna matatizo yamejitokeza. Anatafuta fikra kutoka kwa wale watu wanaomzunguka. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na aina hii ya watu na kufikiri katika masala ya Kiislamu. Ndugu zangu, zama hizi ambazo tunazo na changamoto ambazo tunazo, ni lazima tuwe na watu wa aina hii, think tanks ambao watakuwa wanafikiri kwa niaba ya umma. Yani hawafanyi kazi nyingine, wao wanafikiri kwa niaba yetu. Hatuwezi kufikiri wote sisi, wao wanafikiri kwa niaba ya umma. Umma unakabiliana haya matatizo, tutatokaje katika matatizo hayo? Masuala ya kiuchumi yamezungumzwa sasa hivi hapa, masuala ya faraka yamezungumzwa, masuala ya elimu yamezungumzwa, kuona chuo kimoja peke yake yamezungumzwa. Changamoto zote hizi zinahitaji think tanks wa Kiislamu ambao watakuwa wanakaa kazi yao ni kufikiri, kufanya tafiti mbalimbali na kuja na solutions na dira ambazo zitatoa katika hali tuliyokuwa nayo, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Elimu hii ndugu zangu ya kufikiria think tanks na kufikiria mustakbal imechukuliwa na watu wa magharibi na wanaita the science of future foresight. The science of future foresight, yani kuangalia miaka 30, miaka 50 inayokuja, mambo gani yatakayojitokeza, tufanye vitu gani mambo hayo yatakapojitokeza, yanafanyiwa kazi kwa kina, wakati msingi wa elimu hii ya kuangalia hayo ya mustakbal ipo katika dini tukufu ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Rum, aya imeteremka, ghulibatir rum fi adna al-ard, Rum imeshindwa, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Anazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 9 ya vita vya kimataifa katika wakati ule. Yote hiyo ni foresight ya kuangalia vitu gani vitakavyojitokeza, na siku hiyo Waislamu watafurahi kwa sababu Rum itakuwa imeshinda. Kiangalia tafsiri ya ulama walivyozungumzia jinsi gani ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akihimiza wafuasi wake kuangalia masuala haya ya kisiasa na masuala ya mustakbal. Elimu hii ya foresight ambayo itakuwa inazungumzia takriban mambo matano. Ya kwanza, future trends and scenarios, mielekeo ya baadaye na scenarios zitakazojitokeza baadaye. Mathalan sasa hivi vita vinaendelea kati ya Israeli na Iran, kipi kitatokea baada ya vita vile? Inahitajika thinkers waweze kufikiri, waweze kuangalia sisi tutaathirika vipi kama umma, kama jamii ya Kiislamu. Ni vitu ambavyo vinahitaji watu watakaofikiria, lakini vile vile preparing societies for change, kuziandaa jamii zetu kwa ajili ya mabadiliko yanayokuja. Jamii zinakumbwa na mabadiliko, hazijaandaliwa. Ndio maana tunajikuta kwamba tunaingia katika hizi vurugu kama umma wa Kiislamu. Lakini identifying risk and opportunities, kuainisha zile risks na fursa ambazo zinapatikana katika siku zinazokuja. Watu wa aina hii ndugu zangu Waislamu tunao, na tukiwa tunaadhimisha miaka 20 ya MUM, ningependa kwamba MUM iwe ni kitovu
cha think tanks wa umma wa Kiislamu. MUM na wataalamu wake iwe ni kitovu cha elimu ya foresightings, kuangalia mambo gani yatakayojitokeza katika umma wa Kiislamu kwa miaka 20 inayokuja. Tumeona kwamba kuna lack of utafiti katika moja ya changamoto ambazo zimezungumzwa hapa na ndugu zetu wa MUM. Tafiti kama hizi ni muhimu sana kwa Waislamu kuzipata ili waweze kupata dira kwamba sisi kama umma wa Kiislamu baada ya miaka 20 tutakuwa tuko wapi kutoka katika hali hii iliyokuwepo sasa hivi. Tutakuwa tuko wapi kutokana na hii vita ambavyo vinaelekezwa kwetu sisi ambavyo ni vita vya kimaadili. Hatuwezi kufanya sisi kama taasisi za Kiislamu. Inatakiwa ifanywe na kituo cha elimu kama MUM. Kwa hiyo napenda nishawishi kwamba mmoja katika maazimio ya kongamano letu MUM wakabidhiwe jukumu hilo, na sisi kama taasisi na jumuiya za Kiislamu tu support initiative hiyo, tu support MUM katika issue kama hiyo, na kiwe kuna kitengo maalum kabisa kazi yake kubwa ni kufikiria na kutaarifu viongozi wa Kiislamu, kumtaarifu mufti mathalan, sawa, anapewa tafiti, anapewa maelekezo, anapewa andiko linaloonyesha mambo gani ya kuzungumza. Kwa hiyo anapotoka mufti akazungumza mbele za watu, anazungumza vitu ambavyo vimefanyiwa tafiti, anazungumza vitu ambavyo tayari vimekwisha pikwa katika chuo cha kielimu. Nadhani viongozi wa BAKWATA hapo watalibeba hilo. Kwa hiyo mufti anazungumza, lakini chini ya mufti kuna think tanks ambazo zipo zinafikiri na zinampa yeye aseme, kiasi kwamba mtu akisikiliza anachokizungumza kiongozi wa umma wa Kiislamu anaona kwamba maneno yake yana uzito. Semi kwamba anayezungumza hana uzito, lakini atakuwa na uzito zaidi. Kwa sababu gani? Atakuwa yametoka katika misingi ya tafiti mbalimbali. Kwa hiyo lazima tupate aina hii ya chombo ambacho kinaweza kitusaidia. Tatizo la pili kwa haraka ambalo umma wetu unakabiliana nalo kwa mujibu wa tafiti uliofanywa na Dr. Soidan ni swala zima la leadership, uongozi. Hatuwezi kutoka hapa tulipo kama hatuna leadership ambayo ina vision, ina maono ya miaka inayokuja. Leadership ambayo inafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masuala ya amana, katika masuala ya upole, katika masuala ya shura, katika masuala ya ushirikishwaji, na mengi yamezungumzwa hapa katika utangulizi na katibu mkuu wa BAKWATA akizungumzia taasisi zetu na yale ambayo yanakosekana katika taasisi zetu. Yote hayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho muhimu sana anasema idha kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru wahdahum. Wanapotoka watu watatu katika safari yao, basi ni wajibu kwao kumfanya mmoja awe amir. Kwa hiyo uongozi katika Uislamu ni nguzo ya jamii. Ni ibada muhimu kweli kweli, kama ilivyokuwa ibada ya swala. Haiwezekani jamii ya Kiislamu ikaishi bila uongozi hata siku moja. Kwa hiyo uongozi katika Uislamu ni dharura hatmia, yani dharura ya mwisho kabisa ya umma wetu uweze kupatikana. Lakini sasa sifa za uongozi, ile leadership yenyewe, hapo ndiyo kuna nataka tuzungumze, tujadili kwa pamoja, tuone je, viongozi ambao wanaongoza hizi taasisi zetu za Kiislamu wana hizo sifa za kuongoza taasisi? Ni lazima tujiangalie, kwa sababu tunazungumzia masuala ya mustakbal. Tumekuwepo kwa muda mrefu na sisi wote ni viongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo alikuwa mwalimu wa kwanza kuwafundisha watu uongozi. Na ainisho la leadership kama lilivyotolewa na wataalamu wa masuala ya uongozi, wanasema leadership ni ability to influence and move followers toward goals. Uongozi ni ability. Sawa? Ability ni uwezo wa kuwa influence watu, sio kuwalazimisha, kuwa influence kwa njia mbalimbali. And move followers, na kuwatoa wafuasi wako maamuma kutoka eneo kuwapeleka eneo jingine. Hii ndio maana, hilo ndio ainisho la uongozi kwa ufupi. Kwa hiyo uongozi, ndugu zangu, viongozi wote waliohudhuria hapa, sio elimu. Hata usome uwe na degree ngapi, kama huna ujuzi wa uongozi, wewe hufai kuwa kiongozi. Uongozi sio uchamungu tu. Hata wewe unakesha, unalala msikitini, una ndevu ndefu mpaka kwenye kitovu, hiyo sio sifa ya kufanya wewe kiongozi, sawa? Uongozi sio umri. Huyu bwana ana muda mrefu sana, mzee sana, tumfanye kiongozi. Hauna umri uongozi. Uongozi sio kutangulia, huyu tumeanza naye mumu hapa bwana, lazima apate cheo. Sio uongozi huo. Uongozi sio hodari wa kuongea, muongeaji sana.
Uongozi sio mtu kuwa na uwezo wa kifedha. Huyu bwana anazo fedha, tumfanye kiongozi atoe pesa sana. Sawa? Ndio tunavyofanya hivyo katika jamii, tunaelewa. Sio nguvu za kifedha. Bali uongozi ni skills, leadership skills. Ujuzi wa kuongoza. Kama hivi vingine unavyo na ukawa na skills, ina maana ile sifa imezidi mara 2. Lakini ukipewa bila kuwa na skills za uongozi, hata siku moja hutowafikisha watu katika pwani ya salama. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu kwamba hakuna aliyotembea katika mgongo wa ardhi mkweli kuliko Abu Dharr na ucha Mungu. Akamwambia, ya Rasulullah, Abu Dharr anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala tastamilni fi ayi mansib, naona unagawa vyeo, mkuu wa mkoa, naomba nipe cheo na mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga kwenye mabega yake, akamwambia, ya Abu Dharr, innaka dhaif. Ewe Abu Dharr, wewe mtu dhaifu, sio dhaifu afya, sawa? Huna skills za uongozi. Wa innaha amana, na uongozi ni amana. Wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama, na uongozi huu siku ya kiyama itakuwa ni majuto. Kwanza ni udhalili na majuto. Illa man akhadhaha bihaqqiha, isipokuwa yule atakayepata uongozi kwa haki ya uongozi. Wa adda alladhi alaiha fiha, na akatekeleza majukumu yanayostahili uongozi. Huyu Abu Dharr, Mtume sallallahu alaihi wasallam katalia uongozi. Sahaba mcha Mungu wa mwanzo katika masahaba waliosilimu. Kwa nini? Alikuwa dhaifu, hana skills za uongozi, na ilionekana katika maisha yake hana skills katika masuala ya uongozi. Mtume alimnyima sallallahu alaihi wasallam uongozi. Kwa hiyo swala kusema ucha Mungu ndio uongozi sio kweli, skills za kuongoza. Ukiangalia mtu kama Khalid ibn Walid ambaye alisilimu kabla miaka 3-4 sijui ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, yani mwishoni, lakini akapewa uongozi. Khalid ibn Walid alikuwa hawezi kusoma uli ayu al-kafirun. Akisoma anaichanganya, anarudia, yani yeye amehifadhi zile sura fupi zile. Lakini subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na yote amempa swala la kuongoza, kamanda wa majeshi. Kwa sababu gani? Ana skills za uongozi katika sekta aliyokuwa nayo. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayohusiana na uongozi. Kwa hiyo tuangalie sisi ndugu zangu katika taasisi zetu. Je, tuna fit katika position tulizonazo tulipokuwepo kama viongozi? Je, hawako wengine ambao wanaweza wakafit katika eneo lile kama kweli tunataka tutoke hapa tulipo? Kwa sababu ukiscan taasisi zetu za Kiislamu, mimi nimefanya semina nyingi sana katika taasisi zetu za Kiislamu, wallahi ni chache. Unasema hii taasisi ina strategic plan, katika taasisi 20 unaweza kupata 3 au 4. Ina mikutano, ina mipango. Nimefanya semina ya maimamu wa misikiti mikubwa Tanzania, misikiti 50. Katika hiyo misikiti 50 haivuki misikiti 5 wanayo plani ya hutuba za Ijumaa ya mwezi mmoja. Yani Ijumaa inayokuja hawajui nani atakayehutubu, atatoa mada gani, atazungumza kitu gani katika jamii. Akija utapanda kwenye mimbar leo. Msikiti mkubwa wa Ijumaa, hakuna planning. Sasa taasisi kama hizi, kama za msikiti, ambazo ndizo mawakala wa mabadiliko, zikiwa hazina mpango kama hiyo, walioko pale hawajui hata nini maana ya planning, nini maana ya kuevaluate, nini maana ya kuangalia, hatufahamu tutafikaje katika hali hiyo ambayo tunaikusudia sisi ya kuwa uongozi wetu uwe na tija katika jamii yetu. Ndugu zangu, uongozi ni kuzaliwa nao kwa 2%. Watu wanazaliwa kama viongozi kwa 2%, lakini 20% wanakuwa train, na hiyo ndio kazi ya Mungu. Ningependa kutoa azimio jingine kwamba kuwe na kitengo, kuwe na kitivo, kuwe na chochote kinachopatikana, lakini kuwe kuna kitengo cha kuwa train watu katika masuala ya leadership. Maimamu wapate kozi za miezi 6, za mwaka mmoja, atoke pale awe ni imamu, lakini at the same time anazo zile skills za leadership. Hata kama hakuzaliwa kama leader, lakini anaweza kuwa train na akaongoza msikiti wake vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni jukumu vile vile la Mungu kusaidia taasisi za Kiislamu katika masuala ya leadership. Wenzetu wamepiga hatua kubwa sana katika eneo hilo, na sasa hivi wanakwenda kwa kasi kubwa zaidi katika kuangalia jinsi gani ambavyo wanawahudumia watu wao. Watu wengine wasiokuwa Waislamu upande wa kushoto, sisi tunatembea sana vijijini, wale viongozi wao wa dini kule wamekuwa train katika masuala ya uongozi. Leo ndio ambao wanawatrain wakulima wao katika masuala ya kilimo. Kilimo gani kinahimili ukame, wafanye nini, mpaka wanapovuna mazao wanakwenda kuuliza kwenye nyumba ya ibada, tuuze shilingi ngapi, tupeleke shilingi ngapi.
wanaongozwa na kiongozi wa nyumba ya ibada, amekuwa train. Lakini sisi shekhe wetu amekaa msikitini, sawa, jamii yake inamzunguka pale, hajui ataisaidia vipi wale wakulima wa alizeti na nini, hafahamu kitu kama hicho. Zote hizo ni leadership ambazo kama watapewa zile skills ndogo ndogo, wanaweza wakajiorganize na wakasaidia jamii ambayo inawazunguka katika kufikia malengo yao. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kumalizia, kwa sababu naona Sheikh amenisimamia hapo, taasisi zetu zinakosa uongozi wenye maono ya mbali. Hili sio jambo la kuhadithiwa, ni jambo mtu yote akijishughulisha ataona. Tembelea tu katika taasisi za Kiislamu, ongea nao, zungumza nao. Ukiwa msikiti unakosa hata plani ya mwezi mmoja, sasa njoo kwenye organization yenyewe. Na watu wapo na alhamdulillah sasa tunakwenda vizuri, lakini hatuwezi kwenda katika hali kama hiyo. Mpango mkakati at least ya miaka 10 ijayo haipo. Uwezeshaji wa safu ya pili, empowerment, yani waasisi wa taasisi wale wako pale pale mpaka wanazeeka na taasisi inazeeka, hakuna empowerment ya watu wa chini, kwa maana ya kuwapa nguvu ya kuanza kuchukua majukumu yao kiasi wakiwa wapo au hawapo waweze kurithi uongozi. Leadership succession plan haipo, sio jambo la kuhadithiwa. Chunguza katika taasisi zote takriban kubwa, hakuna succession plan. Sasa nani atakuja kuziendeleza hizo taasisi baada ya hawa viongozi kuwa hawapo? Uwazi umezungumzwa na katibu pale, uwazi wa vyanzo vya mapato ni shida. Ushirikiano baina yao, ushindani kubwa, taasisi zinashindana, hii inachimba kisima na hii inachimba kisima. Hii inaangusha bei ya kisima ili ipate visima vingi. Sawa, yani hakuna ule ushirikiano wa kuangalia jinsi gani tutaendea haya mambo. Hakuna kuwa taasisi moja imespecialize katika jambo fulani. Zote zimespecialize katika mambo yote. Taasisi inachimba visima, inajenga msikiti, inalea mayatima, imeanzisha shule, inashughulikia wajane, inagawa hijabu, inachinja ng'ombe, ina nini? Kila kitu inafanya. Sasa utafanya vitu vyote itawezekana vipi? Manpower iko wapi ya watu? Kwa hiyo matatizo haya yapo ambayo yanahitaji kuratibiwa kwa kupewa elimu za uongozi ili kufikia katika yale tunayokusudia. Hitimisho, ipo haja ya kuwa na chuo cha uongozi kitakacholenga mahsus kuzalisha viongozi wenye elimu, skills na akhlaq zilizokuwa za Kiislamu, na tumesema MUM inafaa kwa nafasi hiyo. Viongozi wa jumuiya waliohudhuria hapa wawe tayari kujifunza na kujiendeleza katika elimu ya leadership na management kutoka kwa wataalamu wetu ambao tunao. Section ya mwisho ilikuwa nizungumzie, ilikuwa ni umoja, lakini hii inshallah tutaiacha kwa sababu muda umeenda sana, na tukipata fursa nyingine inshallah tutaweza kuizungumzia. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.